Ni siku ya Jumatatu ndani ya wiki kuu. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Yohane sura ya 12 aya ya kwanza hadi ya 11. Mwinjili Yohane anatueleza habari za Yesu Kristo akiwa katika kijiji cha Betania. Betania imetokana na maneno mawili ya Kiebrania, Bet na Ania. Bet maana yake ni nyumba, Ania ni tini. Kwa hiyo Betania ni nyumba ya tini. Maana yake eneo hilo la Betania, wale Wayahudi walikuwa wanapenda sana kuweza kulima tini, na Betania palikuwa ni mahali ambapo familia ya Lazaro, Marta na Maria walikuwa wanaishi. Mara kwa mara Yesu alikuwa anakwenda kwenye familia, walikuwa ni marafiki zake. Na hilo ndio jambo kubwa sana tunalojifunza katika safari ya maisha. Yaani, wakati umati wa watu walikuwa wanamwona Yesu kama ni mtenda miujiza, wengine wakamwita Yesu ni mwalimu, wengine wakamwita Yesu ni mponyaji, na wengine wakamwona kwamba Yesu kazi yake ni kuwalisha chakula. Kuna watu wachache walikiona kitu cha kipekee kwa Yesu, wakamfanya Yesu akawa ni rafiki yao, na Yesu akawa anaenda mara kwa mara katika ile familia. Na Yesu katika ile familia alifanya muujiza wa kuweza kumfufua Lazaro. Habari tunaipata katika Injili ya Yohana sura ya 11. Baada ya kuweza kufanya muujiza wa kumfufua Lazaro aliyekuwa amekufa kwa muda wa siku 4, baadaye hii familia wakaandaa chakula cha jioni, wakamwalika Yesu aje kwenye kile chakula, kitendo cha kumshukuru, asante kwa wema wako uliokuwa umeutenda. Yesu alijua wazi kwamba mbele yake kuna kifo. Kitendo cha kumfufua Lazaro kilipelekea chuki kwa Wayahudi, wakawa wanapanga kuweza kumuua. Hakutaka katika hili jambo ambalo mbele yake kuna kifo ajitenge na marafiki zake. Anakuja kula chakula pamoja na marafiki zake, yaani Lazaro, Marta na Mariamu. Tunajifunza jambo hapa. Mara nyingi katika safari ya maisha yetu, mbele yangu kuna kitu cha hatari, mbele yangu kuna jambo ambalo haliendi vizuri, mbele yangu kuna watu ambao wamenifanyia, wanapanga mambo mabaya. Ninajitenga na watu, sitaki kukaa na watu kushiriki chakula, ninajitenga na marafiki zangu. Baba anajitenga, hataki kula chakula pamoja na mama, pamoja na watoto wake, kwa sababu kuna kitu kibaya kinachoendelea. Mama naye anajitenga, hataki kula chakula pamoja na familia, anasema ameshiba, lakini amekula jikoni, hataki kuweza kula chakula pamoja na wenzake. Unaalikwa katika mialiko na wenzako, karibu uweze kushiriki pamoja nasi, toka uweze kuwa pamoja na sisi. Unajitenga kwa sababu mbele yako kuna watu wanakupangia mambo ambayo ni mabaya. Yesu, ingawa alikuwa anajua hatari ya kifo iko mbele yake, hakujitenga. Alipata nafasi ya kuweza kujichanganya, akawa na marafiki zake. Hebu katika mazingira magumu ya maisha yako, katika kipindi kigumu ambacho uko nacho, umepita katika usaliti mbaya, umeumizwa sana, ni kweli akina Yuda wamekuumiza, usijifungie, usijitenge. Toka shiriki chakula cha jioni na wenzako, ongea na wenzako, utapata faraja ya kuweza kusonga mbele katika magumu ambayo uko nayo. Akiwa katika chakula hicho cha jioni, Yohane anazungumza kwamba Maria akainuka, akatoa ratili ya marhamu ya nado safi yenye thamani nyingi, akampaka Yesu miguu. Hii mafuta, hii marhamu ya nado safi, wataalamu wa maandiko matakatifu wanasema ilikuwa ina thamani ya dinari 300. Na Yuda anakuja kuja kuzungumza kwamba kwa nini yasingeuzwa haya mafuta ambayo yenye thamani ya dinari 300 wakapewa maskini. Dinari 300, mpendwa wa mtazamaji, ulikuwa ni mshahara wa mfanyakazi kwa muda wa mwaka mzima. Kuanzia Januari mpaka Disemba, ukifanya kazi ndio unapata dinari 300. Mariamu alinunua nado, mafuta haya
ambaye alikuwa na perfume nzuri, akaenda kuivunja, akampaka Yesu miguu, ishara ya upendo. Na ili pia mafuta haya yaweze kuenea, akaanza kupaka kwa kutumia nywele zake. Kwa nini alifanya kitendo hicho? Kitendo cha kumpaka Yesu mafuta miguuni ilikuwa ni ishara ya unyenyekevu. Kuna jambo Yesu alikuwa amemfanyia huyu mwanamke. Kuna jambo Yesu alikuwa amelifanya kwenye familia. Huyu mwanamke akaona, sina kitu kingine cha kuweza kumpatia Yesu. Sina pesa, sina gari, sina nyumba, sina kitu kingine, ila nina mafuta ambayo ni ya thamani. Anatufundisha kitu ambacho tunaweza kumfanyia Yesu cha heshima. Si lazima niweze kuwa tajiri. Mafuta kwenye kichupa kidogo ambayo yana thamani kubwa, ikawa ni ishara kubwa sana kwake na mheshimu Yesu. Katika maisha yako umetengeneza kitu gani cha thamani kidogo tu, ukaonyesha kwamba Yesu ninakuheshimu? Katika nyumba ya ibada, mahali ambapo unapoishi, katika nyumba yako, umefanya kitu, Yesu ninakuheshimu kwa kitu kidogo hiki ambacho uko nacho. Mariamu ni mwalimu mzuri sana kwetu, anatufundisha. Angalia, baada ya tendo hilo lenye baraka, lenye heshima, anaibuka Yuda Iskarioti, ambaye alikuwa ni mmoja wa wale mitume. Wanampachika jina kwamba ni msaliti. Ndani ya timu ya Yesu kumbe wako wasaliti, wezi. Inasikitisha sana. Kumbe hadi leo hii ndani ya kanisa, wale wanaoonekana wanyenyekevu, wanafanya matendo mema kwa maskini, ndani ya hawa watu wamejaa wivu, ni wezi, wasaliti. Anasema, kwa nini yasingeuzoa mafuta tuwapatie masikini? Yesu anamuumbua kwamba masikini wapo siku zote, na amechukua maandiko haya kutoka katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 15 aya 11 kwamba masikini katika nchi wapo milele. Huyu mwanamke amepata nafasi ya kutenda jambo jema, mwache. Kumbe kuna kundi la watu ndani ya kanisa tunaonekana kwamba tuna roho ya huruma kwa maskini, tuna roho ya huruma kwa watu ambao ni wahitaji. Kumbe si kweli, ni roho ya Yuda, roho ya usaliti. Na Yesu alimwamini sana Yuda, alijua mwisho wake utakavyokuwa, akampatia nafasi ashike mfuko aweze kuwa mweka hazina. Anajua mwisho wako, anajua tabia yako ambayo uko nayo, anajua tabia yangu, anajua tabia zetu, kwamba wengi ni wezi, wengi ni wasaliti, wengi si wa kweli katika njia zake. Ametupatia nafasi katika nyumba yake, katika kanisa lake, tuweze kushika hazina za mambo yake matakatifu. Maana yake nini? Katika madhaifu yangu, katika ujinga, katika dhambi zangu ambazo niko nazo, ananiambia kwamba bado nina nafasi ya kufanya kitu ndani ya kanisa. Kama alivyomwambia Yuda, katika wizi wako ambao uko nao, katika usaliti wako ambao uko nao, bado nakuamini, ninakuhitaji, una nafasi ya kuweza kufanya kitu. Lakini Yuda hakutaka kuweza kugeuka. Hata si wenyewe pia hatutaki kuweza kugeuka. Tumependa pesa kuliko kumpenda Yesu. Tunathamini zaidi pesa kuliko kuthamini upendo ambao unatupelekea uzima. Pesa zimepelekea usaliti kwa baadhi ya watu wengi sana ambao ni viongozi wa kanisa, ila upendo wa Mariamu umepelekea uzima na furaha. Leo chagua katika timu ya Yesu, upende pesa ikupelekea usaliti na baadaye historia yako iweze kuwa ni chafu, au ufanye kitu cha thamani cha upendo kwa Yesu
ikupatie heshima, mwisho wake uweze kuandikwa na watu wengine wakufuate. Tafakari ndani ya wiki kuu na uchukue maamuzi. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.